Kwenye Agano la Kale usiku ulikuwa na masaa na zamu tatu au makesha matatu. Kuanzia saa 1 mpaka saa 4 ilikuwa ni zamu ya kwanza. Kuanzia saa 4 mpaka saa 8 usiku ilikuwa ni zamu ya pili. Kuanzia saa 8 mpaka saa 12 alfajiri ilikuwa ni zamu ya tatu. Kwa kuna zamu ya kwanza, kuna zamu ya kati, kuna zamu ya asubuhi au zamu ya alfajiri. Kwa maana yake anaposema nitasimama katika zamu yangu, maana yake nitasimama kwenye haya masaa 4 kwa ajili ya kuwa macho ni ombe. Sasa nitasimama katika zamu yangu nisikie Mungu atakachosema na mimi. Kwa hiyo hizi ilikuwa ni prayer watches, makesha. Kwa Agano la Kale tulikuwa tuna zamu tatu ambazo zilikuwa na masaa 4, lakini kwenye Agano Jipya alibadilisha utaratibu, tukawa tuna zamu 4 au makesha 4. A watch ndio tunakuja kupata mtu anaitwa watchman, yani mlinzi. Kwa mlinzi alikuwa analinda kwa muda wa masaa hayo. Kwa Agano Jipya tuna makesha 4 ya masaa 3. Zamu ya kwanza saa 1 mpaka saa 3, zamu ya pili saa 3 mpaka saa 6, zamu ya tatu saa 6 mpaka saa 9, na zamu ya 4 ni saa 9 mpaka saa 12 alfajiri. Kwa ukisikia Yesu akawaendea wanafunzi zamu ya 4 usiku, akakuta anatabika baharini, maana yake aliwaendea saa 9 za usiku. Ndiyo maana ya zamu ya 4. Kutoka 14:20 zamu ya alfajiri. Ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Misri. Zamu ya alfajiri Bwana akachungulia, akafadhaisha. Ulikuwa ni muda kuanzia saa 8 mpaka saa 12 hapo katikati. Zamu ya alfajiri Bwana akachungulia jeshi la Misri. Ni zamu ya maadui kufadhaishwa. Haleluya. Ni zamu ya maadui kupigwa. Na kama ni mwombaji utajua ni zamu ipi unakuwa sensitive rohoni. Ni zamu ipi rohoni unaweza ukamaster vizuri rohoni. Wengine ni saa 6 mpaka saa 9. Wengine ni saa 9 mpaka saa 12 asubuhi. Wengine ni saa 3 mpaka saa 6. Kwa lazima ujue zamu yako ni ipi. Anasema akachungulia zamu ya alfajiri, zamu ya kufadhaisha maadui, akafadhaisha jeshi la Farao. Zamu ya asubuhi maana yake ilikuwa ni kati ya saa 8 mpaka saa 12 kwa mjibu wa Agano la Kale. Kitabu cha Waamuzi 7:19. Hii ilikuwa ni zamu ya kati au makesha ya kati. Biblia inasema ikawa katika zamu ya alfajiri, Waamuzi 7:19. Anasema hivi, basi Gideon na wale watu 100 waliokuwa pamoja naye wakafika mwisho wa kambi, mwanzo wa zamu ya kati. Kwa naposema mwanzo wa zamu ya kati, lazima ujue Agano la Kale lilikuwa lina zamu ngapi? 3. Kwa maana yake akafika saa 4 za usiku, wakati walipokuwa wamebadili wenye zamu, wakazipiga hizo tarumbeta, wakaivunja vipande ile mitungi iliyokuwa mikononi mwao. Kwa walikuja kwenye shift change, walinzi juu ya miji walikuwa wanaenda kwa zamu ya kati ilikuwa na saa 4 mpaka saa 8. Kwa mwanzoni mwa zamu, Samueli wa kwanza 11:11. Hizi ni zamu kwenye Agano la Kale. Samueli wa kwanza 11:18 zilikuwa zamu 3, 4 hours each. Ikawa kesho yake Sauli akawapanga watu katika vikosi vitatu, nao wakaingia katikati ya malango kwenye zamu ya asubuhi, wakapiga Waamoni hata wakati wa jua kali. Kisha ikawa wale waliosalia wakatawanyika hata wasiachwe wawili wao pamoja nao. Zamu, wakati wa zamu ya asubuhi. Nimekwambia ni lango la vita la adui kupigwa zamu ya asubuhi. Zamu ya asubuhi akapiga Waamori. Maana yake ilikuwa kati ya saa 8 na saa 12 hapo kwenye Agano letu la Kale. Luka 12:38. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa. Zamu ya pili na zamu ya tatu, Mathayo 14:25. Anasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawendea akienda kwa miguu ya juu ya bahari ya alfajiri. Yesu aliwatanguliza jioni, wakaenda mawimbi yanapiga ndani ya bahari. Hata wakati wa zamu ya 4 ya Agano Jipya zamu ina masaa 3. Kwa hiyo zamu ya 4 ilikuwa ni saa 9 mpaka saa 12. Umeshaelewa zamu maana yake nini? Kipindi cha masaa 3 au masaa 4 ambacho walinzi wanajiweka juu ya mji kwa ajili ya kulinda usalama wa mji. Habakuki 2:1. Nami nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Kwa anaposema nitasema katika zamu yangu, nitasimama kwa kipindi cha masaa 3 au 4 juu ya mnara. Nione, anasema nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakayoniambia na jinsi atakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Kwa maana yake anasema mimi nitasimama kwenye zamu. Kanisa linahitaji watu wenye uwezo wa kusimama 3 hours, 4 hours in prayer. Jizoeze kuomba masaa 3, masaa 4. Uwezo wa kusimama kwenye zamu. Kama haujaweza kusimama kwenye zamu angalau moja, unahitaji uamsho. Kama haujawa na uwezo kuomba masaa 3 mfululizo, unahitaji uamsho. Umenisikia? You cannot pray 3 hours consecutively. Unahitaji uamsho. Saa 6 ukaamka, kaomba mpaka saa 9 mpaka saa 10.